Okay. Mjambo tena kwenu nyote wapenzi watazamaji na wasikilizaji nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nami ndani ya habari zetu za kila siku na kila wakati. Wale wanao nifuata wakiwa Etazini d'Amerike, Asia, Europe, Afrika kwa ujumla, nikiwakaribisha ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Ni habari ambapo tutaongelea hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo na habari kuhusu vita mapigano kati ya wazalendo na wavamizi wa M23. Tutaongelea habari kuhusu renforcement ya wavamizi wa M23 ndani ya Lake Edouard, huko ni ndani ya Ruchuru. Ni habari ambapo tutaongelea kuhusu taarifa kabisa zinazo endelea kusemekana ndani ya maeneo tofauti. Wanajeshi wa Afrika du Sud walikuja kutoka ndani ya mji wa Goma wakaelekea kabisa ndani ya nchi yao kupitia Rwanda. Tutaingia kuhusu Bintu Keita, huyu kabisa kiongozi wa MONUSCO ama ONI ambaye alifika ndani ya mji wa Goma. Les États-Unis d'Amérique walikuja kuendelea kutangaza ya kwamba wanataka kabisa matatizo mashariki mwa nchi ya Kongo yaishe, na pia kutosikilizana kati ya nchi ya Rwanda na Kongo viishe kabisa. Ni habari ambapo tutaongelea taarifa mbalimbali zinazosemekana nje ya nchi ya Kongo. Ni Bauma ambaye mko naye kwa ajili ya kuwapa taarifa kamili, nami nawaomba kujiabone, msubscribe, taarifa hizi ziwafikie wengi, mcomment na mulike, pia mupartage habari hizi ziwafikie wengi. Tuingie sasa kuhusu Lake Edouard. Lake Edouard ambayo iko ndani ya Vichumbi, territoire de Ruchuru. Kulikuwa renforcement ya wanajeshi ndani ya maji pia na bato ambayo ilikuwa installe ndani ya maji haya ama ya lake hii ya Lake Edouard ambayo iko ndani ya Kongo na Uganda, ambapo aujourd'hui ilikuja kuonekana wazi ya kwamba toujours Uganda inaendelea kuungana mkono na wavamizi hawa wa M23. Ni renfort ambayo ilikuja kabisa kuingia ndani ya Lake Edouard asubuhi mapema leo, na hii renfort kupitia maji haya walikuja kuinstale bato hiyo ndani ya maji haya, na pia wanajeshi wengi wakabaki ozalantoro ya maeneo haya karibu kabisa na Lake Edouard, ambapo inaleta wasiwasi ku population ambao wanaishi ku eneo ya Kasindi pia kuna port hapo Kasindi, pia pale kuna eneo ya mkiona Butembo pia na vile Debeni. Ukipitia ndani ya maeneo hayo ni karibu, na hii renforcement kabisa inaleta wasiwasi ndani ya population wanaoishi maeneo haya, na wanaendelea kuonesha kwamba M23 wanavizia kukamata maeneo haya ama kuatake maeneo haya wakipita ndani ya Lake Edouard. Baada ya kuinstale bato, wanajeshi pia wengi walikuja kuingia ndani ya maeneo tofauti ya Ruchuru karibu na Lake hii ya Edouard. Ni alerte kabisa ya population ambao walikuja kupata kabisa haya yote, ambao walikuja kuona renforcement hii na wanajeshi hawa wote ndani ya maeneo haya. Tukiingia na habari kuhusu uwanja wa vita, yani kwenye ligne de front ndani ya maeneo ya Nyangezi kabisa, wazalendo wanaendelea kukua macho na M23. Kulikuwa wanajeshi wa M23 ambao walikuja kukamatwa. Wanajeshi watatu wa M23 walidakwa kabisa na wazalendo wakati walikuwa wameingia ndani ya milima, ndani ya mashamba ya wakaaji. Wazalendo wakaja kukamata hawa wanajeshi watatu wa M23 ambao walikuwa wameingia ndani ya mashamba ya wakaaji kwa ajili ya kuvuna
Hapa kabisa wazalendo walikamata wanajeshi hao watatu. Video nitakuja kuwapa ndani ya sheni ya WhatsApp ambapo hapo tuko naendana 5 kwa 5. Nishawaambia wale ambao tuko naendana, wale ambao huwa tuko nao kabisa huwa wanapata taarifa zote wakiwa nasi 5 kwa 5 kila siku. Tukisukuma taarifa wako nazo kupitia sheni yetu ya WhatsApp. Hao walikamatwa na wazalendo, kitu ambacho kinaonyesha ya kwamba wazalendo wako macho na wanaendelea kuchungana na M23 ndani ya maeneo tofauti. Hapo ni ndani ya Sud Kivu. Tukiingia Fizi pia nayo ilikuja kukua eneo ambayo mapigano siku ya leo yalikuja kukua kati ya wazalendo na wavamizi wa M23 Twiraneho upande wa kote ya Rugezi. Nadhani kwamba mnaijua eneo ambayo wazalendo walikamata juzi wakisaidiwa na FDNB. Aujourd'hui wale wa M23 FC walitaka kuatake wazalendo ili wawatimue hapo. Mashambulizi ambayo hayakudumu yalikamata masaa kabisa kama 2 hivi, na hapo mashambulizi yakatulizana. Wavamizi hao wa M23 wakakimbilia ndani ya misitu baada ya kuatake, wakashindwa kubuje wazalendo ndani ya eneo hii. Tuingie ndani ya Ville de Goma niwaambie kwamba wale wanajeshi wa Sandef ni wanajeshi wa Afrique du Sud, hawa ambao walikuwa ndani ya mission ya SAMI RDC kupitia SADC ndani ya nchi ya Kongo. Aujourd'hui walikuja kurudi kwao ambapo walipita ndani ya base aérienne ya Blomsprui paka kufika ndani ya nchi yao. Hapa walipita ndani ya nchi ya Rwanda. Video tayari nishawapa ndani ya shene ya WhatsApp, video kuhusu wanajeshi hao ambao walipanda kabisa ndani ya magari ya association ya Ritiko ya Rwanda. Kamio hizi zilikuja kufika ndani ya Ville de Goma jioni ya jana. Asubuhi mapema ndipo walianza kabisa kitendo hiki cha kuvukisha wanajeshi hawa wakirudi kwao. Walishatoka kabisa ndani ya mji wa Goma wote wanajeshi wa Afrique du Sud. Kuhusu Ville de Goma kuna Bintu Keita, secrétaire général wa ONU, ambaye alikuja kufika ndani ya Ville de Goma, visite ambayo itakamata 3 jours, siku 3 kabisa akiwa ndani ya mji wa Goma. Visite yake ni kwa ajili ya kuona hali halisi ndani ya maeneo ambayo wavamizi wa M23 wanaongoza, hali ya usalama, krize ekonomike na vitu tofauti kabisa, wajue ndani ya maeneo ambayo M23 wanaongoza hali ni vipi. Bintu Keita iko hapo kwa ajili ya kufanya kazi hiyo ndani ya siku 3. Shirika la habari linaloitwa Financial Africa lilikuja kutangaza ya kwamba Kenya, Rwanda na Uganda kabisa ni mojawapo ya nchi ambazo zinafanya exploitation d'or ndani ya nchi ya Kongo, zinazipitisha ndani ya nchi ya Sudan. Wizi kabisa ulikuja kushutumiwa kwa nchi hizi, ambapo Financial Africa ilisema ya kwamba Kenya na Rwanda na Uganda wanasaidiana wanasaidia M23 nao wana-exploiter minere, resources minières za nchi ya Kongo, wanaziuzisha kupitia nchi ya Sudani, ambapo haiko kupitia ndani ya nchi ya Sudani. Pia huwa wanaiba na mali ya Sudani, huwa wanaiba na mali ya Sudani. Hizi nchi 3, Kenya, Rwanda Uganda. Ni shirika la habari Financial Africa ambalo lilikuja kutangaza hiyo. Etats-Unis d'Amerique kabisa kupitia diplomasi wanataka kutia mwisho kabisa kutokusikilizana na mgogoro kati ya Republique Democratique du Congo na nchi ya Rwanda. Anaitwa Troy Fitrel, huyu kabisa alikuja kusema ya kwamba il faut kuna kuwa negociation kati ya nchi hizi mbili ili kumaliza matatizo yote. Huyu ni responsable wa Departement d'Etat américain ndiye ambaye alisema hii. Alisema ya kwamba wanaandaa kabisa calendrier kwa ajili ya kufanya maongezi hayo kati ya nchi hizi mbili kufuatana. Hawatakuwa na ngojea
siku mingi. Yes, hawatakuwa na ngojea siku mingi ili wakuje tena kupanga namna ya kufanya maongezi hayo, bali watakuwa na wako napanga calendrier ya maongezi hayo ili